mmoja ya wachambuzi nguli kabisa masuala ya kabumbu, na hii ni kwa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Yanga wanaenda kukutana na Tabora United, wali na asali hawa, wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza kwa mabao 3-1. Labda kwa utofauti wa quality ya wachezaji na nafasi ya timu, Tabora United wana kipi cha kufanya ili kuizuia Young Africa kwenye mchezo huu? Katika hiyo mechi pengine nikasema tutegemee kuona mambo mengi yakijitokeza nje na ndani ya uwanja kwa pamoja. Kubwa ambalo nimelibaini mpaka sasa kabla ya mchezo, kwanza kuna hamasa kubwa ambayo imekuwa ikifanyika. Tabora ni moja kati ya timu ambazo kwa lugha moja au nyingine tangu wanapanda daraja msimu jana walikuwa na hamasa kubwa sana. Na ndicho ambacho kimeenda kutokea kwenye hii mechi. Unaona kuna fungu ambalo limetengwa na mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuipa hamasa Tabora United kuhakikisha kwamba wanapata chochote kitu au wanapata ushindi mbele ya Dar es Salaam Africans. Vile vile maandalizi ni kama makubwa. Yaani hawaangalii wakati ambao walionao, ingawa tayari kocha wa kikosi hicho tangu kuanza kwa ligi mpaka hivi sasa ameshaondoka na kocha aliyepo ni kocha mpya. Lakini wao kama wao hawajazingatia hicho. Kikubwa ambacho wamekiangalia ni concentration kwenye mchezo husika. Ndio kitu ambacho kinaenda kuwaofa Tabora United. Moja, mazingira yametengenezwa vizuri, lakini mbili, hamasa, na kitu cha tatu ni kwamba wana advantage ya kutumia uwanja nyumbani kuelekea mchezo wa hapo kesho. Lakini kiujumla ni mchezo ambao utakuwa na kasi ya pande zote mbili. Ni mchezo ambao utakuwa unaibua hisia kutoka pande zote mbili, kwa sababu Yanga tayari wamesha kuwa na hamasa, lakini ukubwa wao pengine inawezekana ni chachu ya matokeo ya hapo kesho. Lakini pia Tabora United, mbali na kuwa michezo miwili ya mwisho wamepoteza, mchezo mmoja ameshinda lakini mchezo wa mwisho amepoteza, lakini wana kitu ambacho wanatamani kukifanya kumdhihirisha Yanga kwamba sisi si wachovu kama ambavyo mnatufikiria. Kama tuliweza kuwafanyia kile cha kushinda 3-1 katika uwanja wa KMC Complex, tuna uwezo wa kukifanya kile kikajirudia katika dimba la nyumbani. Ingawa Yanga wamekuwa na makali maeneo tofauti. Na nikukumbushe tu, moja kati ya timu ambazo zimetengeneza magoli mengi ndani ya ligi, yani BC Premier League mpaka sasa ni Dar es Salaam Africans. Wana advantage ya magoli 49, lakini tunapomzungumzia Tabora United ni moja kati ya timu ambayo mpaka dakika hii haina advantage ya goli hata moja. Ina minus. Kwa hiyo katika michezo yote ambayo imecheza michezo 23 bado wana deni la goli moja kulingana na msimamo wa ligi ambavyo ulivyo. Lakini tukienda kwenye alama ambazo wamevuna katika michezo yote tangu kuanza kwa ligi mpaka hivi sasa kuelekea mchezo wa kesho, Yanga amecheza michezo 22 amekusanya alama 58, Tabora United amecheza michezo 23 amekusanya alama 37. Kwa hiyo tunaona kuna gap kubwa la pointi takriban 21. Kwa akili ya haraka na kitakwimu tunaona kabisa Yanga ana advantage kubwa ya kwenda kushinda mchezo dhidi ya Tabora United, ingawa mpira una mabadiliko na mpira hauna matokeo constant. Unaweza ukashinda, ukashindwa au ukatoa sare. Kwa hiyo kwa maandalizi kiujumla ni mechi ambayo imekuwa na motisha kubwa sana. Kuanzia nje ya uwanja, ndani ya uwanja, na hata kimazingira imetengenezwa mazingira rafiki kuanzia upande wa kiusalama na hata mbinu za kimchezo kiujumla. Kwa hiyo tutegemee kuona wakati ya mechi ambayo itakuwa na ladha kubwa kwa mashabiki na wapenzi wa soka mkoani Tabora na Tanzania kiujumla. Labda kwa upande wa Tabora United, uwepo wa Elche Makambo pamoja na Yakuba Sonyi ambao ni wachezaji hao waliwahi kupita Young Africa, unaona ni moja ya silaha ambazo zinaweza zikaenda kuyangamiza Young Africa? Kuna kauli ambayo imekuwa ikizungumzwa sana kwamba kinyago wamekitengeneza wenyewe kwa hawawezi wakapata nacho shida. Mimi nadhani hicho kitu, mbali na ubora ambao wamekuwa nao au wachezaji ambao umewataja, naamini pia Yanga wameshachukua tahadhari kulingana na kile ambacho wamekuwa kikiona kwa hawa wachezaji ikiwemo Elche Makambo, kulingana na kwamba amekuwa bora sana katika kuhakikisha kwamba timu ya Tabora inapata matokeo. Lakini kuna mchezaji ambaye amekuwa na kama ana bahati na Yanga, na mechi iliyopita aliwajeruhi na kuwafanya wao kwenye wakati mgumu, ni Ofen Chikola. Naye pia ni mchezaji ambaye anapaswa kuchunga sana, lakini sina shaka na kikosi cha Dar es Salaam Africans hasa katika safu ya ulinzi. Tabora United wana kipi cha kufanya ili kuizuia Young Africa kwenye mchezo huo? Nafikiri silaha kubwa ambayo wanapaswa kuifanya Yanga pamoja na daraja lake kubwa,
nafikiri wanafungika. Yanga wanaruhusu sana kufikiwa kwenye lango lao, na nafikiri ni kwa sababu tu ya muundo wa mwalimu, namna anavyocheza. Anaongeza idadi kubwa sana ya viungo wakati timu ikiwa na mpira kwenye eneo la juu. Sasa once wakifanyiwa counter attack, nafikiri ndio inaweza ikawa changamoto ipo hapo, kwa sababu nyuma anabaki takriban na beki wawili watatu. Yaani na huyu watatu sio beki pase, maana yake anabaki na kiungo mmoja wa ulinzi. Lakini pia nafikiri kwamba tayari makocha wameshabadilika. Hata mwalimu utakuta amesharejea video clip zake, anaangalia timu ilifungwaje mara ya kwanza. Anafanya analysis yake, anajua ni mchezaji gani wa kwenda kuimplement mpango mkakati kuelekea mechi hii. Kwa hiyo tashaongea na wachezaji na anajua kwamba fulani na fulani watatumika kwenye mchezo huu. Kwa hiyo kinachobaki ni namna gani sasa wachezaji wenyewe kwa upande wa Tabora wanaenda kuwa reactive pale wanapokuwa na mpira, wanapokuwa wamempokonya mpira Yanga na kuhakikisha kwamba wanaipress Yanga kwenda kushambulia. Kwa ukiangalia kwenye hiyo kuthubutu, wachezaji ambao inawezekana ikawa sasa hivi anazungumzwa kwa udogo wake lakini hapewi ile thamani kubwa, Ofen Chikola, Yakuba Sonye. Nafikiri hawa ndo wana uwezo zile against na kufanya safari runs nyuma ya mabeki, huo uwezo wanao. Lakini utazifanya mara ngapi? Kwa sababu pia napo lazima ujiulize, kama utakuwa umezifanya mara chache, hiyo mara chache utazitumia effectively? Kama hutozitumia, je, Yanga watakupa hiyo room ya kuweza kufanya running nyuma yao mara kadhaa? Timu kubwa unapocheza nayo, maana yake ni wepesi wa kuweza kungamua kile ambacho kinaendelea, kwamba tumefanya mistake moja, unahitaji kwenda kuirecover haraka. Kama utaendelea kuzifanya, maana yake ni kuhakikisha kwamba Tabora United watakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupata matokeo. Kama ikiwa maana yake milango yote imefungwa, ndo hapa ambao unakuja kuona kwamba Tabora wanakuwa na shida ya teamwork. Kwanza lazima watengeneze muundo wa timu kuanzia eneo la goalkeeping kwenda eneo la juu, kuhakikisha kwamba timu ina move pamoja, na inapopokonywa mpira maana yake iwe ina uwezo wa kutrack back pamoja kwenda kutengeneza ile solid mistari mifupi, kuhakikisha kwamba Yanga wanakuwa na ugumu wa kwenda unlock. Na Yanga wakikutana timu ambayo inakuwa solid sana, wanapata shida sana unlock. Yaani unakuta zile rebound zinakuwa nyingi, zile second balls zinakuwa nyingi. Kwa mwisho wa siku na unaangalia wachezaji wao wote ambao wapo nao, ni mchezaji mmoja tu au wawili. Clement Mzize ndo ana uwezo wa kusubutu kushoot from distance, lakini pia Stefan Aziziki. Lakini pia shot on target yake wakati mwingine inakuwa sio nzuri sana. Ndo hapa ambapo unakuja kugundua kwamba inawezekana ikawa ni mechi ambayo unahitaji concentrate dakika zote 90. Utakapofanya tu mistake, ndo hapa ambapo unaenda kuadhibiwa. Kwa sababu unaangalia uwezo wa Yanga wa kufunga kwa siku za hivi karibuni. Ndio timu ambayo ina magoli mengi, kwa sababu hawajapata kwa bahati mbaya, wanakutana na timu za aina hiyo ambazo zinakuwa compact na wanazifunga. Kwa namna gani wanazifunga? Ndio hapa ambao Tabora wanahitaji kufanya hiyo homework vizuri. Na naamini sasa hivi sio muda tena wa kufanya homework. Ni kuwaambia wachezaji tu wakafanye kila ambalo linawezekana ndani ya uwanja, kuwa wao ndo wanakuwa winner wa mipira yote ya juu ya chini kwa muda wote wa dakika 90. Even though kwa timu za madaraja ya kati kuweza kumaintain ubora ule dakika 90 huwa ni ngumu. Yaani kuna muda tu utakuja utapambana, utashangaa tu hata dakika 15 za mwisho watu wamesha kufunga, biashara imeisha. Kwa bado ni mechi ambayo naiona ni ngumu kwa Tabora. So far Yanga naona bado ni 51% kwa 49.